بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، ikiwa ni usiku wa tarehe 10 mwezi wa Safar mwaka 1446 katika darasa ya tafsir al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, tuendelea na tafsiri ya suratul Maida na tulifikia aya ya pili. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. أني ملواميني msivunje heshima ya alama ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wala miezi takatifu wala wanyama wanaopelekwa Makka kuchinjwa wala vigwe vyao wala wanaoelekea kwenda nyumba takatifu wakitafuta fadhila na radhi za Mola wao. وإذا حللتم فاصطادوا، mkishatoka hija basi windeni. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا kuwachukia watu kwa kuwa walikuzuilieni kufika msikiti mtakatifu kusikupelekeeni kuwafanyia uadui. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، nasaidianeni katika wema na uchamungu wala msisaidiane katika dhambi na uadui. واتقوا الله إن الله شديد العقاب، namcheni Allah, hakika Allah ni mkali wa kuadhibu. Kwa kifupi hii ni tarjama hii aya, na kwa hii tarjama huwezi kuelewa chochote katika hii aya. Kwa hivyo anatafuta ilmu ya tafsiri kwa tarjama hawezi kuifahamu Qur'an. So ukiangalia maelezo wanaovioni ya hii aya ni marefu sana na mambo mengi sana yametajwa ndani ya hii aya moja, lakini ukiangalia katika tarjama mashallah mara moja wapitia juu yake alafu watoka hujafahamu kitu. Kwa kweli ukisoma labda usome tarjama ya Sheikh Nasr Khamisi ile ni maelezo ya ile aya, si tarjama tu, ni tarjama ya tafsiri ya Qur'an, kwa ile utaelewa kiasi fulani. Lakini kwa tarjama ya neno kwa neno hii ni ngumu sana kuelewa hii aya hapa yazungumzia nini, na ndio maana tusoma tafsiri. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. قال ابن عباس: يعني بذلك مناسك الحج. معنى هي آية لا تحلوا شعائر الله أي لا يقع منكم إخلال بشيء منها، msifanye upungufu mkafanya makosa ya kutoheshimu vile alivyovitukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika vile alivyovitukuza Allah subhanahu wa ta'ala ni matendo ya ibada ya haji. Kwa hivyo yatekelezeni namna alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. وقال مجاهد: الصفا والمروة، sababu imetajwa katika Qur'an, inna as-safa wal marwata min sha'airillah. Kwa hivyo hapa la tuhillu sha'airallah, pia ingia sha'airallah as-safa wal marwa. Msifanye upungufu mnapofanya ibada yenu ya hija au umra katika kwenda Safa na Marwa. wal hadiyu wal budnu min sha'airillah, na vile vichinjo vinavyoletwa kwa ajili ya kuchinjwa kwa ibada ya haji wakaletwa ngamia pale kuchinjwa,
pia ni katika sha'air. Hizi zote ni katika alama na vile vitukufu alivyovitukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama tutakavyoona hapa mbele kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekataza kuwazuia wale wanyama ambao waelekezwa kuelekea Makka kwa ajili ya kwenda kuchinjwa kwa ajili ya ibada ya hija na nyinginezo. Msiwazuie, waacheni. Vyote hivi vaingia katika la tuhillu sha'air Allah. Maana yake ni pana zaidi. Tuamrishwa tuheshimu vile alivyovitukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Na yawezekana kuwa ni katika ibada hii ya haji, na yawezekana kuwa katika chochote kile alichokuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekitukuza, kuwa wewe Muislamu watakikana ukitukuze kitu hicho wala usikidharau. قال وقيل شعائر الله محارمه. na kauli nyingine ni kuwa la tuhillu sha'air Allah bimaana la tuhillu maharimahu, msihalalishe vile alivyoviharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni maana nyingine ambayo pia wanaoviona wa tafsiri wameitaja kuwa maana ya la tuhillu sha'air Allah, msihalalishe vile alivyoviharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amesema haramu, msije nyinyi mkasema nini ni halali. ay la tuhillu maharim Allah allati harramaha ta'ala, msihalalishe vile alivyoviharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. zote hizi zingia katika maana ya la tuhillu sha'air Allah. ولهذا قال تعالى ولا الشهر الحرام، يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه. hapa kusudia Allah subhanahu wa ta'ala ule utukufu wa miezi hii minne ashhurul hurum, na kukiri utukufu wa miezi hii minne, watarka ma naha Allah an ta'atihi fihi min al-ibtida' bil qital wa ta'kid ijtinab al maharim, na kuyawacha yale aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala kuyafanya katika miezi hii mitukufu, katika kuanzisha vita. Bimaana tumekatazwa kuanza vita katika miezi hii mitukufu minne. Ama ikiwa waislamu watavamiwa, basi wao watajilinda. Hawezi kukubali kuwa eti kwa sababu ni miezi mitukufu basi yule adui aweza kufanya anavyotaka. La, nyinyi msiwaanze kwa sababu ya kutukuza hii miezi minne, lakini wao wakiwaanza masala mengine. Na hii ni kama mfano wa haram pia, kwa Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza sisi kupigana ndani ya haram, lakini faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi. Sasa yeye ndo amefanya ule uadui, utamlipiza. Lakini aslan haifai, sababu ni sehemu ya amani. Na kadhalika katika hii miezi minne ni miezi yanayoheshimiwa, watu watakikana wajiweke mbali na jambo la vita katika hii miezi minne, isipokuwa wakianza uadui watu, basi nyinyi na nyinyi mtajihifadhi. kama qala Allah ta'ala يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. kwa kupigana katika hii miezi ya hurum ni jambo ovu, haifai. Na subhanallah, hii miezi walikuwa wakiheshimu hata watu wa jahiliya, ingawa wao wakiichezea ile miezi, kama alivyosema Allah innama an-nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman. wao walikuwa wakiichezea miezi. Kwa mfano, wataka kupigana, wataka kuingia katika vita na mwezi ni Muharram, ile Muharram wataita Safar. watu wa jahiliya ile Muharram itaitwa Safar, kisha watapigana. Wakipigana ukisha wasema basi Safar ishaisha, ile Safar tuiteni Muharram. Sasa tuketini bila ya kupigana. Kwa hiyo wakawa waichezee ile miezi, yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liwati'u 'iddata ma harrama Allah. Kwa wakawa waichezee ile miezi
mara wasongeza waona miezi mitatu 3 mutawaliyat. Na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam kama tutakavyoona katika hadithi itakayotajwa hapa, mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa yuitaja hii miezi akiitaja na wasifu kama huu ili kufunga kila mlango wa mtu kutaka kuichezea miezi, akasema 3 mutawaliyat, miezi 3 yenye kufuatana, Dhulqa'da, Dhulhijja wal Muharram. Kwa sababu Waarabu wakati wa jahiliya walikuwa wakiona miezi mitatu bila kupigana mingi sana. Itakuwaje miezi mitatu tupigane? Sio, umeelewa? Yani wapenda wao fujo tu. Miezi mitatu hakuna vita. Kwa hivyo wafanya nini? Ikipiga mmoja wakiona wanchoka sana bila ya vita mwezi mzima huu, ule wa Dhulhijja wauita jina lingine, waupeleka mbele, yani carry forward, tupiganeni sasa. Wapigane, ukiisha ule mwezi basi ile Muharram ndo Dhulhijja, kisha Safar itakuwa Muharram. Kwa hiyo walikuwa wakiichezea hii miezi kwa namna hii. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili akalikataza, na mtume sallallahu alayhi wasallam wa fi sahih al-Bukhari an Abi Bakrata anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala fi hajjat al-wada', na miezi ilirudi mahali pake, kwa sababu hata wakiichezea itazunguka miaka kisha tarudi mahali pake, kisha waharibu tena. Sasa ilizunguka ikarudi mahala pake katika mwaka wa 10 wa hijra, ambao ndio mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya nini? Alifanya hija yake, hajjatul wadaa. Na katika ile haji mtume sallallahu alayhi wasallam katika ile khutba yake akawaambia, inna zamana qad istadaraka hayatihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard. Kwa wakati umerudi vile vile, yani yale masiku yamerudi vile vile kama alivyoziumba zile siku Allah subhanahu wa ta'ala, siku alivyoumba mbingu na ardhi. Bimaana Muharram imerudi mahala pake, sasa Safar imerudi mahala pake, na hii Dhulhijja imerejea mahala pake. Na wanaovioni wataja ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam mwaka wa 9 hakufanya hija, alimtuma Abu Bakar, kwa sababu ilikuwa siku hazijarudi mahala pake. Ilipofika mwaka wa 10 siku zikarudi mahala pake, ndio mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya hija yake ya kwanza na ndio ya mwisho alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo akawakumbusha masahaba kwa siku sasa hivi zimerudi kama alivyoziumba Allah subhanahu wa ta'ala. As-sanatu, mwaka 12 shahra, mwaka ni miezi 12, kwa sababu wakati wa jahiliya walikuwa wakiongeza siku pia kwa mwaka. Mwaka uishi 12, mwaka wao ulikuwa na miezi ya ziada ama masiku ya ziada, ongeza siku 28 hivyo ziongeze. So wengine katika wanaovioni wataja hii, na ndio maana mwanzo hapa mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mwanzo hakuna kuzidisha siku, miezi ni 12 tu, hakuna zaidi yake. Mwaka una miezi 12 basi. Kwa hivyo hapa pia ashafunga ule mlango wa kuongeza siku katika mwaka, haiwezekani zaidi ya miezi 12. Kwa usije leo ukasema mwaka wako una miezi 14, mwaka una miezi 12, hii shaishi. Minha 4 hurum, kuna miezi 4 mitukufu. 3 mutawaliyat, kuna miezi 3 ya kufuatana. Angalia anavyo mtume sallallahu alaihi wasallam anavyoweka mambo wazi kabisa. Sasa huwezi kuigawa hii miezi mitatu yafuatana. Kisha akataja kwa majina Dhulqa'da wa Dhulhijja wal Muharram. Na al-Muharram haitaji kwa bila ya alif na lam. Hutaona katika Qur'an, katika sunna mtume sallallahu alaihi wasallam imetajwa mwezi wa Muharram, kwa Kiswahili huitwa Muharram, kwa Kiarabu isipokuwa kuna al-Muharram kwa taarifu, huitwa al-Muharram. Kwa hivyo unapoandika katika Kiarabu pia ukiandika tarehe, kama ni mwezi wa Muharram andika nini? Al-Muharram, mwezi wa kwanza wa Kiislamu, al-Muharram. Qala wa Rajab Mudhar, na Rajab ikanasibishwa na kabila la Mudhar kwa sababu wao ndio walikuwa kiuheshimu zaidi huu mwezi. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam kufunga milango yote asema alladhi baina Jumada wa Sha'ban, hamupeleki mahali, ni hapa hapa baina Jumada wa Sha'ban, ndio Rajab iko katikati. Kwa usitupelekee Rajab hapo ukaupeleka sijui
kwenye safar huku uko Rajab iko baina Jumada ya pili, Jumada thani na Shaaban. Kwa hivyo hapa katikati ndio kuna Rajab. Kwa kusema haya yakabakia miezi vile vile ilivyokuwa mpaka leo. Alhamdulillah, sisi tuendelea kuishi. Hakuna mtu aweza kufanya kichaa chake leo akaanza kufanya hii, mwezi huu mpelekee huku, mwezi huu mpelekee huku. Hakuna mtu aweza kufanya hivyo. Bas خلاص ishafungwa. Alhamdulillah. Kwa hivyo ya ayyuhalladhina amanu la tuhillu sha'air Allah wala ash-shahr al-haram. Tumeelewa mpaka hapa. قال وقوله تعالى ولا الهدي ولا القلائد، يعني لا تترك الإهداء إلى البيت الحرام فإن فيه تعظيما لشعائر الله، ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام، وليعلم أنها هدي إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء. يعني لا تترك الإهداء إلى البيت الحرام، musiwache vile vichinjo mnavyovichinja katika nyumba ya Allah kongwe yenye heshima, na hivi ni vile vichinjo vinavyochinjwa na wale wenye kufanya ibada ya nini, ya haji. Fa inna fihi ta'dhiman li sha'airillah, kwani kufanya hivyo kuna kuadhimisha vitukufu vya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wengine katika wanaovioni wakasema hii hadi ni pana zaidi kuliko vichinjo, dhabhu alhadaya, yaingia ndani yake pia yule mtu anayetaka kutoa sadaka kwa ajili ya haram, ama yule anayetaka kwa mfano kununua ile nguo inayofunikwa al-Kaaba wakati ule. Sasa hivi ili jambo lasimamiwa na serikali. Ama mtu kwa mfano akanunua manukato mazuri akayapeleka haram ili kuweka manukato katika sehemu kama ile, yote hii yaingia katika al-hadi. Hii ni kauli katika aqwali za wanavyuoni, na wengine wasema ni vile vichinjo vinavyochinjwa kule haram. Wala tatruku taqlidaha fi a'naqiha, walikuwa tangu wakati wa jahiliya wale wanyama waliowekewa kwa ajili ya ibada ya haji huwekewa alama, hufungwa katika shingo zao, wakaekiwa kigozi, alama yote. Wengine walikuwa wakiweka kiatu, yani kuonyesha huyu ni mnyama aliyeletwa kwa ajili ya kuchinjwa haram. Sasa hii yasaidia nini? Hii yasaidia, wasema litatamayiza bihi amma adaha min al-an'am, ili kutofautisha baina ya wale wanyama waliowekwa kwa ajili ya kupelekwa haram na wengineo. Sasa inapotokea hivyo, waliyulama annaha hadyun ila al-Ka'bati, wajulikane kuwa ni wanyama ambao wapelekwa wapi? Kwenye al-Kaaba kule Makkah. Fayajtanibuha man yuriduha bisu'in, ili awawache yule ambaye afikiria kuwavamia, kuwapata kwa ubaya. Kwa mfano ni mvamizi ataka kuiba wanyama, na ujahilia waliokuwa nao, akiona ile alama ya kuwa huyo enda haram amwacha vile vile, hamuibi. Hata kama atakumuiba, huyo amewekwa kwa ajili ya Allah, mimi siwezi kumgusa. Nimguse alafu nende wapi? Yani wakati mwingine kuna tabia zilikuwa wakati wa jahiliya, kuna watu leo hawana. Wallahi ya akhi, msikitini mtu yuaiba, mtu anaingia kuswali, wewe waje kumtukulia viatu enda navyo. Mtihani Sheikh. Nyinyi mwasema hapa msikiti yetu ya majengo wapi ukapita watu ajabu, utasema labda hata labda si Muislamu mfano. Haram bwana. Haram Makkah pale. Kuna watu wamekaa pale kazi yao kuiba. Weweza kuamini? Mtu yuenda pahali patukufu kama pale, ye aiba. Usione viatu vibii haram. Wewe ukipewa mfuko pale mlangoni utukue tu, utie viatu vyako vizuri uende navyo ndani. Useme mimi kwa haram taweka tu pale, hakuna mtu ataiba. Kweli ni nadra, lakini vyaibiwa pia. Utaibiwa, nishakwambia mimi nishaibiwa viatu. Natoka kununua Skechers mpya, niliona hivyo tena kwenye al-Kaaba ile pale tunkaa.
wasikia raha angalia al-Kaaba kusoma Qur'an. Ile ukimaliza kuswali Isha ile ukiangalia uangalia mara 10 niko haram mimi hapa. Wallahi alazim ni mimi ama labda ninasahau pale mahali ni hapo na wenzako wote viatu vyao viko. Kinkusudiwa nkipya kikatukuliwa hapo. Hata alikuwa kuna bwana mmoja nichekesha anamwambia mimi nashindwa hata kule kwetu Afrika tutoka kule namwambia yani watu wanavyoheshimu ya al-Kaaba hakuna mtu anaweza kufanya hivi. Si dhani kama mtu anaweza kutoka hapa akaenda kule akafikiria acha kuiba kufikiria yenye kuiba viatu haram mtu aweze kufikiria. Huu jamaa yani kitu gani kinampa moyo mgumu na al-Kaaba ile pale waiona bwana kisha waiba. Asema wewe ujue afanya nini? Wewe wageuka hivi nyuma. Yeye pale al-Kaaba mgongo kisha iba kisha angalia. Yenda hivi atoka. Huyo lakini kiufupi wallahi kuna mambo walikuwa watu wa jahiliya wakiheshimu. Leo waweza kupata mtu Muislamu afanya vituko. Huwezi kuona wale wasikia kina Abu Jahal, Abu Lahab walikuwa wakiheshimu. Watu wa jahiliya wote umuman walikuwa wakiheshimu haram. Na wao pia wakiheshimiwa na Allah akawakumbusha neema liila fi Quraysh ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt. kisha Allah akawakumbusha alladhi at'amahum min ju'in mahallu shahid wa amanahum min khawf. Watu walikuwa wakijua hawa ni makuraish hawagusi. Wakijulikana tu hawa ni watu wa Makka basi hawa ni watu wa Mungu hawaguswi wao sababu ni watu wa haram. Hawebu fikiria mtu aweza kuwa jambazi mwizi aibia watu akiambiwa lakini angalia wale ni jamaa wale kuishi Makka pale. Basi wale waache kwa ile heshima waliokuwa nayo na nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili jambo haliondoki katika akili zao. Sadala waweza kupata watu wapigana ndani ya haram bwana kwa ajili ya maji ya Zamzam. Watu waminyana mara hizo ngumi. Jamani wallahi ukisoma katika tarehe utashangaa. Wakati wa jahiliya mtu ampata muuaji wa babake mzazi huyu hapa amongojea atoke haram. Hamuui akiwa ndani ya haram. Na afaa lipize kisasi sio lakini amwacha kwa sababu yuko ndani ya haram mpaka atoke haram. Akitoka haram atamvamia. Lakini maadamu yuko ndani ya haram خلاص. Na kilma walikuwepo sisemi ni wote lakini walikuwepo watu ambao kilma yao wakati wa jahiliya. Na kile kisa mashuhuri mmoja amemuua babake amtafuta umuaji kumbe ndio yuwazungumza naye amwambia kuna mtu amemuua baba nikimpata nammaliza. Yule bwana amwambia mimi nikikwambia utaniua mkuue vipi? Siwezi kukuua ukiniambia. Wallahi sikui ukiniambia nani? Ambia basi mimi. Ni wewe? Bahati yako nishasema sikuui na kuacha. Akamwacha mtu. Kisa kilma ntoa kwa mimi sikuui ukiniambia nani? Lakini leo watu bwana haram ya akhi haram. Mtu enda mahali patukufu kama pale Sheikh alafu asipatukuze wakati watu wa jahiliya walikuwa kipatukuze. Qala وتبعث من يراها على الاتيان بمثلها. Sababu watu wakiona wale wanyama wametiwa alama na nini na yeye pengine uweze ikamtia motisha na yeye pia akafanya nini akatoa na wanyama pia ili apeleke haram kule ndio akachinjwa wakiwa wantiwa alama ile. Fa inna man daa ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man ittaba'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim shay. Kwani mwenye kumuongoza mwenzake katika uongofu atapata mfano wa ajiri yake bila ya kumpunguzia katika ajiri yake yule aliyemfuata chochote. Walihadha لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة وهو وادي العقيق فلما أصبح طاف على نسائه وكن 9 ثم صلى الله عليه وسلم alipokuwa ataka kuhiji alilala ذي الحليفة kule miqati ya watu wa Madina. فلما أصبح asubuhi yake kabla ya kuondoka safari yake طاف على نسائه وكن 9 akawazungukia wake zake na walikuwa 9
Mtume sallam Allah alimpa nguvu aweza kuwazungukia. Mmeelewa maana kuzunguka kwa wake zake 9 maana aliwapitia wake zake wote 9. Thumma ightasala, kisha akaoga, watatayaba, na akajitia manukato, wa salla rak'atayn, akaswali rak'a mbili. Thumma ash'ara hadiyahu wa qalladahu. Sasa kuna shubha ambao baadhi ya watu hupenda kutaja. Kuna baadhi ya watu haswa kufar wakimzungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam wasema mtume wenu alikuwa apenda wanawake, mfano hivyo, mpaka wakati mwingine akiwazungukia 9. Nzuri kabisa. Kuna upungufu gani hapo? Allah asema zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa. Hebu niwaambieni kweli, mtansamehe, lakini kama mwanamume hapendi wanawake, huyu mwanamume huyo mwanamume gani hataki kuoa? Hebu nionyeshe. Atakuwa mgonjwa, hayuko sawa. Na ndio maana huenda wengine, kwani siku hizi watu wadanganywa ni mkuyati yuazama, akiambiwa kitu tu hata ukauza tope pia litanunuliwa. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam ana nguvu zake yake. Wewe ukiambiwa tu pweza huyo si nini huyo, kwa nini? Sababu hamna nguvu nyinyi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na nguvu, mwanamume wa kisawasawa. Sasa mwanamume wa kisawasawa huwa iwajulikana uume wake katika hili, ni jambo ambalo liko wazi. Alafu tena kuna dosari gani akiwa yule mwanamume ana nguvu zake za kisawasawa? Nyinyi wengine mwenda kutafuta tembe mpaka mkala. Na ndio maana nawaambia wengine wala madawa. Kwa nini? atakawe na nguvu ya hii. Mtume salama alikuwa na nguvu, mwanamume wa kisawasawa. Haupungufu kwa wapi hapo? Upungufu kwa wapi? Bali huo ndio ukamilifu wa mwanamume. Na ndio maana hapa tulipokaa, kama kwa mfano mtu atakuja hapa, mimi bwana nina wake 4, watu wote watanyanyua shingo, wamwangalia hivi, sio? Wamshangaa. Alafu ataulizwa maswali huyo, wallahi alazim ataulizwa maswali. Kama hawezi kuuliza mbele za watu, atamfuata nyuma nyuma. Uweza vipi? Kumbe yeye pia yuwataka, lakini hawezi tu. Allahul musta'an. Kwa hiyo ni ukamilifu. Huu ni ukamilifu, wala si upungufu aina, wala si dosari. Hata mimi nashindwa, mtu huna haya, wewe mwanamume wazungumza maneno hayo shekhe, huna haya akhi. Wewe huoni kama wewe ndio mwenye upungufu ukisema maneno kama hayo? Maneno gani unazungumza? Sasa kuna watu wengine wazungumza maneno ambayo ya kijinga kabisa. Bali hii yaonyesha ukamilifu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa Allah amempa nguvu za mwanamume wa kisawasawa. Ona machezo. Sasa hii si dosari kabisa. Wale sio, kuna watu washughulishwa sana na kufara wanavyozungumza. Wao wanavyojifanya vile zaidi ya mke mmoja, lakini yeye atembea na kufanya uchafu na wanakemia. Wal iyadhu billah. Turudi hapa. Qala thumma ash'ara hadiyahu wa qalladahu. Kwa hivyo kisha akaweka alama, vile vichinjo vyake akaviweka alama. Na alama wanaoweka ash'ara hadiyahu, katika lile nundo la ngamia walikuwa wakikata kwa urefu hivi, kama mfano wa kijembe tu hivi. Haimuumizi sana yule mnyama kiasi tu, na ikitoka damu kidogo yafutwa juu, lakini ajulikana huyu mnyama yapelekwa wapi? Yapelekwa haram. Kwa hivyo walikuwa wakiweka alama. Wa ahalla bil hajj wal umra, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akatangaza haji na umra. Wa kana hadiyuhu iblan kathiratan tanayafu ala 60. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam siku hiyo alichukua ngamia wengi wakaribia 60, bali walikuwa 60. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akachinja kwa mkono wake wale aliowachinja, na wengine akamalizia Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu warda. Qala min ahsan al-ashkal wal alwan. Kwa kule Mtume sallallahu alaihi wasallam kuadhimisha vile vitukufu vya Allah, akachagua katika ngamia walio wazuri kabisa na rangi mbalimbali nzuri kabisa, ndio akaenda na wao. Kama qala ta'ala, dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub.
mwenye kuadhimisha vitukufu anavyovitukuza Allah subhanahu wa ta'ala ni katika uchamungu wa moyo wake, yaonyesha kwa huyu ni mcha Mungu. Yule anayemcha Allah subhanahu wa ta'ala ataviheshimu vile vinavyoheshimiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume chake hakuna anayefanya istihza na sha'air alizoziweka Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa ukimtizama utamkuta kuwa hana uchamungu ndani ya moyo wake. Ndio maana kila kitu afanye istihza, wal billah. Na katika dini wanaovioni wataja kuwa kuna sha'air na al-amanat. Sha'air ni vile vitu ambavyo vionekana kama vile adhana, vichinjo vya Eid al-Adha, ibada ya haji na ibada mbalimbali zilizoko ndani yake, na nyingine ni kama mfano wa sala, ni kama mfano wa saumu. Kwa hiyo zile zinazoonekana zaitwa sha'air, vile vitukufu alivyovitukuza Allah subhanahu wa ta'ala. وقال مقاتل بن حيان قوله ولا القلائد فلا تستحلوها. وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم في غير الأشهر الحرم قلدوا أنفسهم بالشعر والوبر، وتقلد مشرك الحرم من لحاء شجر الحرم فيأمنون به. ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام لا تحل ولا الهدي ولا القلائد. قلائد tumetaja ni vile walikuwa wakifunga katika wanyama ili wajulikane ni wanyama wa haram. Pia binadamu wakati wa jahiliya pataja walikuwa wanapotoka katika nchi zao katika miezi ya hurum, basi hujiwekea juu ya nafsi zao zile ngozi, kipande cha ngozi za wanyama na nini, ili wakae na amani, kama kumkumbusha mtu kuwa ni katika miezi ambayo si ya nini, si ya vita, ni ya amani. Na washirikina wale waliokuwa wakiishi haram walikuwa wakichukua miti ya haram, kisha mtu akijibandika ama akimweka ile mtawi ule mti ajulikane kuwa ni katika watu wa wapi, wa haram. Kwa hivyo wakaa na amani. Mtu akijua huyu ni katika wale wanaotoka haram, basi yuheshimiwa, yuwakaa na amani, sababu ni watu ambao wewe usipotaka amani na wao. Mwanzo ni watu walikuwa wakiwahesabu ni watu wa Allah, sababu katika nyumba ya Allah. Kisha kitu kingine, Waarabu walikuwa wakihiji tangu wakati wa jahiliya. Sasa ukimkosea heshima yule mtu wa pale, utakwenda wapi? Na haji ni kwao, ufahamu? Wewe utarudi tu kule kwao. Ukirudi kule kwao utajificha wapi na mtu yuko kwao? Kwa hivyo walikuwa wakiheshimiwa wale watu wanaotoka wapi, haram. Ili pia ni kama walikatazwa kwa ukimuona mtu yuko namna hiyo usimfanye kitu, achana naye tu, kaa na yeye na heshima. رواه ابن أبي حاتم ثم روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نسخ من هذه السورة آيتان. zimefutwa katika hii sura hukumu aya mbili peke yake, ayatul qalaid na ndio hii walal qalaid, kwa sababu baada ya fathu Makkah washirikina waliamrishwa fanya nini? Waondoke Makkah, ima usilimu ama uondoke. Na haji ya Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu arda, wakati alipokuwa akihiji kukatangazwa baraa iliposhuka katika sura at-Tauba kuwa la yahuj mushrikun ba'da hadha al-aam, asifanye hija tena mshirikina baada ya mwaka huu, huu ndio mwaka wa mwisho. Kwa hiyo wakaondolewa. Kuanzia hapo sasa Allah subhanahu wa ta'ala ashaamrisha kuwa fa idhan salakha al-ashhur al-hurum faqtulu al-mushrikina haythu wajadtumuhum. Na zile ashhurul hurum zilikusudiwa pale si hii miezi minne ya Dhulqa'da na Dhulhijja na Muharram, la, zile zilizotajwa katika sura at-Tauba ni ile miezi minne waliopewa washirikina kuondoka wapi? Kuondoka Makkah. Na ikiwa mtu ana ahadi na Waislamu amepewa miezi minne ya katika, tushawatangazia miezi minne kabla kuwa hakuna tena baina yetu na nyinyi ahadi yoyote, shaisha. Waislamu washapata nguvu.
فإذا انسلخ الأشهر الحرم pale sio Muharram na Dhulqa'dah na Rajab, la, ni ile miezi ambao wamekubaliana kuwa baada ya hii miezi minne muwe mshasafishika. Nafikiri imeeleweka. Naam. Kwa hivyo wasema hii hukumu ikafutwa. Kwa hivyo hakuna tena kuwa eti mshirikina atakuwa sijui wapi ajibandika alama kwa mimi mtu wa haram. Kama ni mshirikina waondoka haram. Haram wanaokaa ni waislamu peke yao. ikashuka aya innamal mushrikuna najas fala yaqrabu almasjid alharama ba'da 'amihim hadha, baada ya mwaka huu خلاص wasikaribie tena haram. kwa hivyo ikafutwa hiyo hukumu. wa qawluhu fa in ja'uka fahkum bainahum au a'rid 'anhum, na itakuja kuisoma insha Allah taala itakapofika mahali pake. وقوله تعالى ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام الذي من دخله كان آمنا، ولا msihalalishe kuwapiga vita wanaoikusudia nyumba ya Allah tukufu ambayo mtu akiingia pale ukana nini na amani, waman dakhalahu kana amina. وكذا من قصده طالبا فضل الله وراغبا في رضوانه، كذلك yule anayekusudia nyumba hii kwa kutaka fadhila za Allah na akiwa na raghba ya kutaka radhi za Allah, fala tasudduhu wala tamna'uhu wala tuhayijuhu, kwa msimzuie wala msimkataze kuingia katika nyumba yangu, wala msiwe mtamtokora kama atoke katika hii sehemu, mwacheni akae na amani. قال مجاهد وعطاء وابو العالي ومطرف بن عبد الله وعبد الله بن عبيد بن عمير والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقتادة وغير واحد في قوله يبتغون فضلا من ربهم يعني بذلك التجارة، kutafuta fadhila za Allah hapa inakusudiwa nini? Kufanya biashara, kufanya biashara. Hili jambo mimi nashangaa, saa nyingine wasikia watu wakisema ukienda hija ni haramu kufanya biashara. Wewe kwenda kule kufanya biashara kwenda kwa sababu nini? Ya kufanya haji. Amjasikia maneno sana yasemwa do tena wanaosema wengine kama Sheikh, lakini Qur'an makhurafi bana chezea watu kweli kama hujasoma Qur'an. wa hadha kama mimi nasemea mshamsikia khurafi mmoja mkubwa akisema maneno haya, mwenda hija unafanya biashara. Katika mambo ambayo yafanywa kwenye hija ni biashara, haina shida yote. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala sema, sikiza hii aya, laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Allah ashasema kuwa hakuna makosa wala dhambi kutaka fadhila za Mola, na katika fadhila za Allah ni biashara, na watu walikuwa wakifanya biashara tangu wakati huo, bali ndio msimu wetu watu wote wakutana pale. Sasa hii uambia watu kwa haifai kufanya biashara, makosa. Mtu aweza kununulia watoto wake vitu wanavyovitaka, aweza kwenda na kitu akauza, haina shida yote, wala kuna makosa katika hilo, wala haidhuru ibada yako kabisa. Allah ametoa ruhusa hapa, laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. hama neno ya Allah subhanahu wa ta'ala. وقوله ورضوانا قال ابن عباس يترضون الله بحجهم، kuamridhisha Allah kwa ile haji wanaoifanya, msiwazuie. وقد ذكر عكرمة والسدي وابن جرير أن هذه الآية نزلت في الحطم ابن هند البكري، كان قد أغار على سرح المدينة، معنى ألفمية ونيامة كل مدينة كما صحابة متومة صلى الله عليه وسلم. فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت، mwaka unaokuja akaenda umra مكة. فأراد بعض الصحابة أن يعترضوا عليه في طريقه إلى البيت، baadhi ya masahaba wakataka kumvamia njiani kwa sababu alikuja kuvamia kule Madina. فأنزل الله عز وجل ولا آمين البيت الحرام، وإن كانت الرواية هذه الرواية لا تصح، هي رواية سيو صحيح حيكو ثبتي، والله المستعان. إذن يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، wanaofanya ibada hii bila shaka watafuta za Allah subhanahu wa ta'ala, msiwazuie. طيب kuna masala hapa yaje,
hapa tuona kuwa haifai kumzuia mtu anayeingia haram, ni sehemu ya amani. Lakini sasa hivi tuona uwezi kuhiji bila nini? Bila tasrih kuwaruhusiwa kufanya haji au la. Hili jambo wamekaa wanawavyuoni wa asri hii, wakakutana wanawavyuoni katika sehemu mbalimbali za ulimwengu, nimesahau ile muasasa jina lake. Almuhimu wamekaa wakashauriana kuhusu mahujaji, kuwa tuwezi kufungua tu watu wakaja watu watauana pale. Ulimwengu umekuwa na watu wengi. Ikiwa kwa mfano kila anaingia pale haram hata bila tasrih yoingia kufanya haji, kweli patatosha kule? Hapawezi kutosha. Chukulia kwa mfano mwezi wa Ramadhani huwa hakuna control ya watu, yani bimaana iko open umra. Waulize wanaokwenda umra Ramadhani vile iko. Umra Ramadhani imeshinda haji kwa ile zahma ambayo iko pale, kwa sababu haina control. Asa ibada ya haji serikali kule imeweka mikakati, chakula cha wale mahujaji, mahema ya Mina ya wale mahujaji, upande wa Arafa watu washapangiwa. Sasa huja watu wengine wakaingia kwa njia ambayo si rasmi. Hao waende wapi? Wale chakula gani? Sababu kile chakula kile kule Mina kwa mfano wamelipia wale waliokwenda kule, sio wewe ukaenda ukala na wewe kulipia, si wala chakula cha watu bwana. Watu washapanga kila kitu, wewe waje kuingia katikati bwana. Kwa kuna baadhi ya watu utaona walaumu, wasema bwana watu wazuiliwa. Si kuzuiliwa, isipofanywa vile kutakuwa na maafa kule, na ndio kilichotokea mwaka huu uliopita. Wengi katika wale waliokuwa kuna kule kufa kwa kawaida, kuwa katika hija bila damu ufa, kwani watu wote wataishi milele, mtu yuafa. Lakini kuna wale waliokufa kwa sababu ya uzembe wa watu kama hawa. Mtu yualetwa yapitishwa kwa majabali sijui wapi juu kule, na jua lenyewe liko 52 ndugu yangu, na alafu huyo mtu alompitisha huko na huko labda na miaka 70, maskini mtu mzima mzee, aambiwa tembea kilomita 10 hivi ndio utafika pale Arafa. Atembea paka yuafa njiani, yuafa, jua kali, joto, dehydration kule ni kitu cha kawaida. Kama utojiweka mahali ukatulia utajiumiza. Sasa haya mambo yote yataka mikakati, na serikali ya Saudia wajaribu sana, isipokuwa kwa watu wasiokuwa na shukrani. Basi wewe hata ukamlisha nini yule, wallahi hata ukamlisha nini, kama wanavyosema hadhari, wanasema yidi fi ithmuhu wa ain usbu'u fi aini, utamfanya nini mtu? Wasema yidi fi ithmu, mkono wangu uko kwenye mdomo wake namlisha, wa usbu'u fi aini, na yani tia kidole cha macho, mimi namlisha yani dunga macho. Sasa huyo utamsaidia vipi? Lakini wallahi yule anayekwenda hija kule hawezi kuacha kuwashukuru wale watu kwa kile kazi wanaoifanya. Sheikh, vijana wafanya kazi bwana, jazaahumullahu khairan. Sasa wewe ungeti kule Riyadh kwa kuhusu nini wewe? Mwanzo kwa kuhusu nini kwa watu? Wewe kwako Makka unkwenda alhamdulillah, unweka vizuri, unkwenda Madina unka vizuri, sema alhamdulillah. Wallahi hilo ndio tulitaka sisi. Hao mengine tuwaombea Allah waongoze. Basi wewe unayesema yuasema, utafikiri kwake na kutoka mashallah kumenyooka kabisa. Ndio sasa haja kufikia watu kusema Maka na Madina si Saudia, Mombasa basi. Si Saudia wapi sasa? Maka na Madina si Saudia wapi? Nenda kama utaingia wewe bila passport na visa. Uingii. Wewe upende usipende ni hivyo. Sasa tutafanyaje? Tena watu wajipanga, wapanga mikakati. Wallahi ya akhi, mpaka wale vijana, kuna vijana wajitolea bure. Wacha wale askari ambao ni wa serikali. Vijana wa Kisaudi wajitolea bure. Mabarabarani wapita, wamwagiwa maji baridi, wasikia raha, huko watembea jua kali. Mara huku chakula bure fi sabili ile. Mara huku wapewa maji. Kokote ukienda maji yako baridi wataka ile pale. Nini wewe wataka? Lakini hivyo utamkuta mtu kama mtu hatosheki, yeye utamfanya nini sasa? Kwa hivyo hili jambo ni sawa kabisa, watu kuwekewa mikakati ya kisawasawa, jambo liende vizuri.
ni ibada ambayo yataka watu wajipange. Kwa ndio maana kwa mpangilio wa Kenya mtashukia hapa na hapa mtashukia. Sasa utaona watu wengine wakuja, sisi tuwekwa kwenye mahema. Ushaona wale watu kule wakati ni senti zako tu ndugu yangu. Senti zako tu. Haji hapa kwetu haifiki $5,000 alhamdulillah. Kule kutuseme watu watokao Europe kule na wapi, ukisikia ile bei pengine labda mtu amelipa $10,000 mfano. Kwa sababu ataka akienda kule vile vile anavyoishi yeye kule Europe, basi kule angalau apate comfort katika maisha yale aliyotoka, si ashuke sana mpaka watakikana vile ile dalaa yao washazoea kule wailipia basi. Sasa wewe wataka pia lipa, ukilipa wawekwa. Kwa kulipa wataka bure? Hakuna hiyo, wallahi hakuna hiyo. Wataka karibu na Jamarat, lipa pesa uone kama utawekwa pale, utawekwa. Kwa hivyo biashara hiyo, wewe una nini? Uweshi. Ndio ikawapelekea wengine mpaka kusema kuwa afadhali Jamaica kuliko Saudia. Naambia watoto wacheka leo. Nimewaambia mimi niulize swali. Huu shekhe ankosa nchi zote ulimwenguni cha Jamaica kwa nini? Sio muelewa. Basi jawabu nalo mwenyewe. Mimi sijasema kitu, nasema kitu. Mimi nauliza tu, katika dunia nzima hukuona nchi yoyote unaona Jamaica tu. Na sisi twajua huku kwetu, utufundishi kitu majengo. Ukisema Jamaica sisi tushakuelewa. Kuna mjani kule huo waitwa Jamaica. Tushakuelewa wewe mtu aina gani. Ndio uuliza, kwa nini haikusemwa afadhali, tuseme kwa mfano akisema afadhali Brazil mfano. Mtu akisema afadhali Brazil waweza fikiria na nini? Apenda mpira, si ndio? Akisema afadhali Germany, huyo apenda mabenzi huyo. Gari ya Germany. Ukisema afadhali Japani, waweza kusema labda huyu pia mtu wa magari, si ndio? Lakini we Jamaica, salala tushajua. Jawabu nalo mwenyewe. Almuhimu nitasimamia hapa inshallah. Saudia ni nchi yafanya kazi kubwa. Allah awalipe khairi. Na wale wanaosema kwa sijui hawa nchi hakuna Uislamu, salala. Wewe wataka Uislamu gani zaidi ya Makka na Madina? Wallahi ya akhi, yani maneno mengine watu wazungumza hata haingia akilini, akili ya kuzaliwa hakuna. Yani kuna nchi kweli duniani itakuwa mfano wa Makka na Madina? Sambi vipi wasema kule hakuna Uislamu? Hakuna Uislamu vipi bwana? Wale wataka kuumaliza Uislamu, sadala hivyo jamani. Hata kama mtu wamchukia, wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Kumchukia mtu kusikupelekee wewe usimfanyie uadilifu. Wallahi akawa kafiri ni haram kumdhulumu. Wacha ndugu yako Muislamu. Kwa hivyo mpe haki yake tu. Allah yajzihim khair. Maadamu sisi tuenda tufanye ibada yetu ya haji na umra kwa amani na utulivu, alhamdulillah, jazakallahu khair. Na kule Dammam hakukuhusu wewe. Na kule sijui Riyadh hakukuhusu wewe. Wewe kuna kukuhusu wapi? Makka na Madina, alhamdulillah. Nenda ukaone kama kuna kitu kimpungua, sema bwana. Na mimi sitazungumza zaidi. Ikiwa mtu kama nilivyotaja yuwashukuru, basi wajua fadhila za wale wenye fadhila. Ikiwa mtu sio kushukuru, wewe utamfanya nini? Huwezi kumfanya chochote. Hata akafanyiwa nini, kuna watu hata ukamfanya nini yeye hashukuru, anzoea iko hivyo. Wewe utamfanya nini? Subhanallah, huwezi kumfanya kitu shekhi. Mpaka wakiondoka bwana, wewe waondoka kule, watoka haji, si ndio? Kuna watu wanketi pale airport mwapewa misahafu pia. Pia kuna wengine hilo wasema, tutupa msahafu sasa, ndio tutupa msahafu sasa. Ndio tupewa msahafu sasa. Pia msahafu makosa kupewa jamani. Tena waangaliwa kama wewe ni mtu mzima wapewa msahafu mkubwa, kwa sababu labda utakuwa uoni vizuri wewe mdogo, wapewa mkubwa. Waenda mwenyewe mashallah ukiwa na raha ndani ya nyumba yako, una msahafu watoka wapi? Zawadi kutoka kwa Khadim al-Haramain al-Sharifain. Na hivyo utawatukana. Ukifika hapo sema hao wapinga dini. Kuna dini zaidi ya msahafu? Si dini yote kwenye msahafu wapewa pia.
subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.